Ni kilele cha maadhimisho ya siku ya mzimamoto katika mkoa huu wa Simiyu, ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji ndani ya mkoa wa Simiyu limeadhimisha siku hii kwa kutoa elimu kwa wananchi jinsi ya kujikinga na majanga ya moto pamoja na uokoaji katika uwanja wa Sabasaba ulioko halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoa wa Simiyu. Tumefanya zoezi la kuonesha namna mitambo yetu inavyofanya kazi vizuri kwa maana ya kufanya fire tender familiarization show, lakini na pili na zoezi la kuzima moto ambao tumefanya hapa uwanjani. Tunayo mitambo ya kisasa ya kutosha katika mkoa wetu, na hivi tunavyozungumza wilaya 4 za mkoa wa Simiyu zina magari ya kisasa ya kuzima moto, ambao ni hatua kubwa. Kwa wananchi wakiyafahamu haya magari, wakifahamu hii mitambo na vitendea kazi vingine, itakuwa ni rahisi kwa wao kupata huduma zetu kupitia namba yetu ya dharura ya 114. Tumeendelea kupambana na matukio ya moto na uokoaji kwa kutumia vifaa hivi, ambapo kwa mwaka huu wa 2026 kuanzia Januari mpaka tarehe 30 Aprili tumeweza kukabiliana na matukio 39 ya moto, yakiwa matukio 11 na ya uokoaji matukio 28, na tumeweza kufanya kazi hiyo kwa ufanisi kwa kutumia mitambo na vitendea kazi vya kisasa tulivyo navyo, na hivyo kupunguza idadi ya vifo, ambapo kwa matukio hayo yote 39 vifo vimepatikana vifo 4 tu, lakini na majeruhi 28. Katika hali yetu ya vijijini huwa tunatumia mchanga. Sasa katika hali ya mchanga, je, mchanga utupia kwa mkono, je, utafaa kweli? Ina maana zimamoto, ndio maana nikaona kwamba kumbe ni kitu chombo kizuri sana. Kwanza mara ile ya mwisho nimeona imerusha maji, yani umbali wa mita kadhaa, nikafurahi sana kwamba hata kama uko kwenye gorofa. Kwa kweli hata hao wazimamoto nilikuwa naomba mje mtoe elimu sana vijijini. Halafu punde linapotukia ile tukio, tunawapa taarifa, inatakiwa mtu mwahi nyinyi wazimamoto, kwa sababu wakati mwingine tunatoa taarifa vijijini kule, unakuta kwamba zimamoto kuja kuingia ni kwa muda wa saa. Sasa unakuta kwamba mambo yameharibika, lakini katika kumbi ukiwahi, ukipata taarifa ile halafu wahi, yaani mambo kwa wananchi yanakuwa ni shwari kabisa. Mimi nashukuru sana kwa elimu ambayo nimeipokea, na waendelee kutoa elimu zaidi kwenye mitaa yetu kule pamoja na vijiji, kwa sababu kuna mioto mingine inatokea kule kwenye vijiji japo hamna umeme wala vitu vingine. Hii mitambo ambayo imekuja sasa hivi ni mitambo ambayo nilikuwa sijawahi kuiona. Kwa hiyo kiufupi, kwa hii mitambo ambayo wako nayo wamerahisisha kazi sana kwa ajili ya kuzima moto inapotokea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.